Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wa Mungu wote mnaosikiliza wakati huu Sibuka TV. Namshukuru Mungu sana tena kwa majira haya na wakati huu niliopewa tena nafasi hii na Mungu. Nashukuru kwa wote ambao mnakwenda kunisikiliza leo. Na kwa majina yangu ninaitwa Dr. Atu Mwasumbi kutoka Mbeya jijini, sehemu moja inaitwa Iwambi Mayombo, kutoka katika kanisa la EAGT. Ndipo ninapochunga hapo, nipo hapo na tunamngoja Mungu. Leo nina somo ambalo tunakwenda kujifunza na kwenda kukumbushana. Lakini kabla ya yote niombe. Baba mwema, katika jina la Yesu, ninayo kila sababu ya asante kwa wakati huu na majira haya ambayo mtumishi wako umeniruhusu tena kusimama na kunena habari hizi, Mungu, mbele ya watu wako hawa, wanawake ambao Mungu umewachagua tangia mwanzo, umewapendelea. Baba, asante kwa wema wako na uaminifu wako. Na kukaribisha sasa Bwana, na kukaribisha Roho Mtakatifu. Usika wewe katika haya yote. Nahitaji neema yako kwa ajili ya haya, ili kufikisha ujumbe utakaoponya wengi, kwa jina lako Yesu Kristo. Asante kwa sababu umenipa na kunipa kufungua kinywa changu ili kuweza kunena tena, katika jina la Yesu Kristo. Asante. Anza nasi sasa kwa utukufu wa jina lako Yesu. Amen. Somo langu la leo naitwa, kichwa cha somo, dhahabu kuondolewa, shaba kuchukua nafasi. Dhahabu kuondolewa, shaba kuchukua nafasi. Hili neno tunalikuta katika Wafalme sura ile ya 14 mstari wa 25. 25, Wafalme wa kwanza sura ile ya 14 mstari wa 25 mpaka 28. Biblia inasema hivi: ikawa mwaka wa 5 wa mfalme Rehoboamu, akapanda Shishaki mfalme wa Misri juu ya Yerusalemu, akazichukua hazina za nyumba ya Bwana na hazina ya nyumba ya mfalme. Akazichukua zote, akazichukua pia ngao zote za dhahabu alizozifanya Sulemani. Mfalme Rehoboamu akafanya ngao za shaba mahali pake. Akawakabidhi wakuu wa walinzi waliongoja mlangoni pa nyumba ya mfalme. Ikawa kila wakati mfalme alipoingia nyumbani mwa Bwana, hao walinzi walizichukua wakazirudisha tena katika chumba cha walinzi. Naposoma ili andiko ni kama ni andiko ambalo halina maana yoyote. Hii habari inasikitisha sana, lakini ukisoma kwa haraka haraka huwezi ukaona ya kwamba ni kitu gani kinaendelea kwa habari hii. Rehoboamu alikuwa ni mwana wa Sulemani. Alitawala, akawa mtawala katika taifa la Israeli. Lakini katokea wakati fulani ambapo kikatokea kituko hiki. Naweza nikasema ni kituko kwa sababu ilikuwa sio kawaida mtu anatoka mbali anavamia kwa mfalme mwenyewe, alafu anavamia pia na nyumbani mwa Mungu. Huyu ni mfalme wa Misri, alikuwa anaitwa, jina lake alikuwa anaitwa Shishaki. Huyu mfalme wa Misri akafika pale Israeli, akaingia akachukua hazina zote zilizokuwemo katika nyumba ya Mungu,
alafu akaenda na kwa mfalme nako akachukua na ngao zote na vitu vyote vya dhahabu vilivyokuwemo mule, akaondoka. Na alipoondoka, nyumba ya Mungu ikawa haina kitu. Sijajua uvamizi huo ulikuwaje. Ni kama vile ambavyo sasa hivi mara nyingi sana kunatokea uvamizi wa mambo ya rohoni, wanawake. Na hivyo basi ikawa ni mlango mkubwa wa kuingia adui. Kumbe huu mlango ulitokana na kwamba taifa la Israeli hawakuwa vizuri kiroho, hawakuweza kukaa vizuri na Mungu. Soma sana utakuta ya kwamba walikuwa tayari wamekwisha kuharibika, hawakuwa vizuri. Walipokuwa hawako vizuri, ilikuwa ni rahisi sana sasa kuwa ni mlango mkubwa wa adui kuingia kirahisi bila upinzani wowote. Na ndio maana huyu mfalme ukiangalia haielezi kwamba alipigana, ulifanya nini akawa na upinzani. Upinzani haukuwepo kwa sababu mlango ulikuwa wazi. Walikuwa ni watu ambao hawako vizuri. Ninaongea na ninyi wanawake kwa somo hili, wakati mwingine litakuwa kama halieleweki machoni penu, lakini ninaomba unisikilize mwanamke mwenzangu unayesikiliza kipindi hiki cha Sibuka TV mahali popote ulipo. Hapa tunaona madini, tunaposoma tunaona madini ya aina mbili. Tunaona madini ya aina mbili, dhahabu alafu na madini ya shaba. Lakini kila madini yana thamani yake, hayafanani thamani. Hayafanani thamani yake, ubora wake haufanani. Tukiangalia habari ya dhahabu, ni madini yenye thamani sana, na kila wakati mimi ninapoangalia na kutaya kwamba dhahabu si rahisi kuanguka soko lake. Sijawahi sikia, sijui kama vile ambavyo nimewahi sikia, kwa mfano hapo majirani zetu wa Zambia ndiko inakopatikana shaba, ilianguka, iliporomoka kabisa, maisha yao yakawa mabaya, yakawa shida kwa sababu madini ya shaba yalikuwa yameanguka vibaya. Lakini dhahabu utakuta ya kwamba hata wakati mwingine siku moja nikafanikiwa kwenda Geita, wakanipeleka mchungaji mwenyeji akatupeleka kwenye machimbo ya dhahabu. Kitu cha kwanza ambacho nilikishangaa, nilijipa kutafakari sana, alitutembeza maeneo yote. Sasa tukawa tunatamani sana tuione dhahabu walikoweka. Ajabu yake hawakuweza kutuonyesha. Wakasema ya kwamba si rahisi kuingia kwenye chumba au kwenye hazina ya dhahabu. Si rahisi kwa sababu inalindwa sana, inatunzwa sana. Kwa hiyo hamwezi mkaingia. Tukaangalia tu maeneo mengine, lakini sio kula ambako imewekwa hazina ya dhahabu. Lakini shaba tunaiona sisi, tuko hapa barabarani hapa Mbeya, unakuta ya kwamba matraki yanapita, shaba iko peupe tu, wanapitisha kwenye matraki tu, wala hakuna shida. Lakini sio dhahabu, hutaweza kuiona peupe, inafichwa, maana ni kitu cha gharama, ni kitu ambacho ni bora, ni kitu ambacho kinalindwa, kinaheshimika, kimeshika uchumi wa watu katika dunia hii, dhahabu. Kwa hiyo dhahabu ni kitu ambacho somo ni kwamba dhahabu kuondolewa, shaba ikachukua nafasi yake, ndiyo somo la kichwa. Wanawake wenzangu, tufundishane, tukumbushane hiki kitu cha muhimu sana wakati ambapo tunamsubiri Yesu, na Yesu yuko karibu kurudi, na mambo mengi tunayaona yanatendeka sasa hivi, yamekuwa ni shida katika upande wa sisi wanawake. Hiki kitu ninaomba unisikilize. Shaba thamani yake huwezi ukalinganisha na dhahabu. Huwezi ukalinganisha. Na ndio maana hata kwa usafirishaji wake huwa peupe tu.
tofauti na dhahabu. Dhahabu inafichwa, dhahabu inatunzwa, dhahabu huwezi ukaiona peupe, huwezi. Hebu tuangalie kwa habari ya dhahabu kuondolewa. Mfalme wa Misri Shishaki akaenda Yerusalemu, akachukua hazina zote, akachukua na dhahabu zote na ngao zote alizozifanya Sulemani baba yake Rehoboamu. Kitu cha thamani kinachukuliwa, kinaondolewa mahali pa utukufu wa Mungu, mahali ambapo ni tegemezi la mioyo ya watu wote ambao wanamngoja Mungu wao ashuke awahudumie. Sasa inaondolewa dhahabu. Rehoboamu mfalme wa Israeli alipoona ile dhahabu imeondolewa, kitu cha ajabu ni kwamba akachukua shaba, akachonga vitu kama vile vilivyokuwepo, akachonga vyote vilivyokuwepo, akaviweka nyumbani mwa Mungu badala ya dhahabu. Dhahabu ikawa imeondolewa, lakini sasa shaba ikachukua nafasi, kitu ambacho ni cha kushangaza sana. Kitu bora kikaondolewa, alafu ikabaki shaba ambayo haina kitu chochote. Na ukisoma ukiendelea inasema ya kwamba ndio sasa akapata wasiwasi kwa ile shaba. Siku zote vyombo vilikuwa vinakaa, vitu vyote na zina zote zilikuwa zinakaa hekaluni, lakini sasa kwa sababu ya ile akawa wakihudumu, anaondoa, anaenda anawakabidhi walinzi, wanakaa nazo huko, kitu ambacho hakikuwepo kipindi kile. Lakini ni nini kilichosababisha? Ni kwa sababu hawakuwa vizuri na Mungu, hawakukaa hali ndani ya uungu, ikawa imeondolewa. Ilikuwa ni rahisi kuvamia, ilikuwa ni rahisi kukutana na hayo mambo katika ufalme wa Rehoboamu. Utukufu wa kwanza ukaondolewa, utukufu ule wa kwanza, utukufu ule mzuri. Mwanamke, ninaomba unisikilize. Utukufu ule wa kwanza ukaondolewa, kikawekwa kitu bandia, thamani ikaondolewa, heshima ya dhahabu ya madhabahu, heshima ya madhabahu ikaondolewa, ikabaki tu hivi tu. Wapendwa wangu, wanawake wenzangu, munaolitia jina la Bwana, tuko wakati ambao ni mgumu sasa hivi. Mara nyingi sana kelele zinapigwa juu ya sisi wanawake tulivyo, muonekano wetu, jinsi tunavyotembea katika ulimwengu wa sasa. Imeonekana kana kwamba ni kitu ambacho tu yani ni hakina maana yoyote. Lakini kumbuka ya kwamba tuko wakati mbaya wa kutisha sana, wa kusikitisha sana, watumishi wa Mungu. Vitu vya thamani, vitu vya ubora katika maisha yetu sisi wanawake, heshima yetu sisi wanawake, ulinzi wetu sisi wanawake, muonekano wa utukufu wa Mungu kwetu haupo sasa hivi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu vitu vingi ilipopigwa mbiu ya kusema ya kwamba sasa wanawake na wao waonekane katika dunia, waonekane na wao wawe ni wanawake wanaonekana kama wengine. Ikatangazwa wakati mwingine hata mbiu ya kusema ya kwamba tujipambe sana, tujirembe sana, fanye nini. Ni kitu ambacho ni cha kusikitisha. Katika ulimwengu wa roho kuna shida kubwa sana wanawake, kuna shida kubwa sana. Unaweza ukasema ya kwamba huyu mwanamke anasema nini? Na mara nyingi tunapoongea, watu ambao umri umepita kidogo wanaona kama tunasema mambo yaliyopitwa na wakati. Lakini hakuna kitu katika Biblia kinachopitwa na wakati. Yesu Kristo ni yule jana na leo na hata milele. Hatutaweza kumbadilisha kwa namna yoyote ile, wala neno la Mungu hatutaweza kulibadilisha, wala kitu chochote kilichomo katika neno la Mungu hatuwezi sisi kukubadilisha tuende kama jinsi tulivyo na nyakati tulizo nazo. Ni hatari sana, kwa sababu ni kizazi kibaya
cha ajabu. Siku moja hapa nilifundisha somo la mwanamke ni mfano wa kanisa, ni mfano wa kanisa. Hebu chukua ile sura ya mfano wa kanisa ulivyo, kama ndio mwendo wa kanisa ulivyo, kama sasa hivi tunavyokwenda nao. Sidhani kama ndio mfano ambao Kristo Yesu alikuwa analinganisha Kristo, na alikuwa analinganisha Kristo mwanamke na kanisa lake. Sidhani kama ni hivyo, wapendwa wangu, sidhani. Kwa sababu sasa hivi mambo mengi tumeyaingiza wanawake, imekuwa ni fujo, ni vurugu, ni giza, mambo ya ajabu ya kushangaza, ya kushangaza. Maana yake nini hii? Ni sawa na wakati huu ule utukufu wa kwanza wa mwanamke uliokuwa mfano wa kanisa haupo. Ni kitu cha kusikitisha, ni kitu cha kutisha, ni kitu cha kutisha. Nakumbuka wakati ule ambapo mfalme mwingine tena katika ile Danieli sura ile ya 5 mstari wa 2 na wa 3, naye akakusanya vitu katika nyumba ya Mungu, akakusanya, akaviondoa, akaenda kuvitumia yeye. Madhabahu ya Bwana ikabaki hivi hivi. Naomba mwanamke, hebu jione wewe ni wa thamani sana machoni pa Bwana anapokuona kama kanisa, anapokuona kama mfano wa kanisa. Ni habari ile ile tu katika ile Danieli. Wanawake sasa hivi tuko kwenye hatari kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Tuko kwenye hatari. Hali ya uungu ndani iliyokuwepo pale mwanzo inapungua, hata hatuwezi tukajua ya kwamba inapungua, lakini inapungua kwa kasi mno. Tuko jioni sasa hivi, na kama tuko jioni unakuta hatuwezi hata kujiona na kujipambanua. Hatuwezi kujielewa ya kwamba tunakwenda wapi, tunapotea. Lakini tuko katika habari za hatari sana kama wanawake. Kwa sababu kwanza sisi ukumbuke ya kwamba mimi mwanamke, wewe mwanamke, ni kiungo kikubwa sana katika familia ya Mungu, ndani ya nyumba ya Mungu, ndani ya nyumbani kwako, na pia hata nyumbani mwa Mungu. Wewe ni kiungo kikubwa mno cha kuweza kuimarisha mambo ya rohoni, ya kuwaweka vijana wetu sawa, ya kuwaweka mabinti zetu sawa, wa kufanya kanisa letu liwe na nguvu. Mwanamke akiwa na nguvu ya rohoni, mwanamke akiwa na nguvu nzuri ndani ya kanisa, anasababisha hata vitu ambavyo havikuwepo vikawepo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu amekuwa vizuri ndani ya rohoni, hajapungua, yuko vizuri. Uungu wa Mungu unakaa ndani. Ile heshima ya Mungu anailinda. Ule utu wa ndani haujachakaa, anaulinda. Kwa sababu ule utu wa ndani jinsi ulivyo ndivyo inavyotokea mpaka nje. Vile unavyoishi, vile unavyotembea, vile unavyovaa, vile unavyoonekana machoni pa watu, ndivyo ambavyo inaashiria hata ndani ndivyo ulivyo. Ndani ulivyo mtu ambaye una Mungu ndani, ule uungu ndani utajitokeza mpaka nje. Mungu atusaidie sana wanawake. Naongea na ninyi ndugu zangu, kwa sababu Yesu Kristo anarudi haraka. Tumepoteza sana ile hali ya uungu ndani ya kiroho. Sasa hivi hakuna hata hofu ya Mungu ndani. Tukaanza kufundishana namna ya dunia inavyokwenda. Tukafundishana sana, tukatengenezana sana, hata mpaka kizazi cha sasa hivi kimekuwa, hata ukikirejesha unakuta ya kwamba kinasema ya kwamba tumeyakuta haya mnafanya, tumeyakuta haya nyie ndivyo mnavyofanya. Hebu kama wanawake wacha Mungu turudi kwenye nafasi zetu. Kristo Yesu anarudi haraka, na ni wakati wa siku za matengenezo, ni wakati wa kurudi. Ni kweli tumekwenda mbali sana, wakati mwingine tumejisifia, wakati mwingine tumejionyesha, wakati mwingine tumefanya vitu mbalimbali, lakini ni wakati ambao sasa hivi Kristo Yesu anarudi. Ndio maana haya si mimi tu, wengi wanaongea, wengi wanazungumza,
Wengi wanatahadharisha mwanamke ya kwamba turudi katika hali ya kimungu. Sisi hatuko sawa na dunia hata siku moja, wala hatutaweza kufaulu mambo ya kiroho kwa kufuatisha namna ya dunia hii inavyokwenda, wala ile nguvu ya utendaji kazi ndani yetu ya Mungu, ya kimungu, haiwezi katenda kazi sawa na jinsi ambavyo sisi tunaenenda. Mungu ni Mungu, hazihakiwi. Kusoma katika ile Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenye maana. Miili yetu tuitoe. Hapa hasemi mambo ya rohoni, anaongea juu ya mwili huu, ya kwamba tuitoe kwa Bwana iwe dhabihu iliyo takatifu. Miili yetu hii anasema ya kwamba, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Tunapokuwa katika muonekano wa kumpendeza Mungu, tunapokaa katika kujitoa, maana yake miili yetu tusiifanye kama vile ni ya kwetu, lakini Mungu anaiona hii miili ni ya kwetu sisi, ni ya Mungu mwenyewe, na anasema ya kwamba tuitoe iwe ni dhabihu, sadaka. Dhabihu ni sadaka inayonena, sadaka inayohubiri, sadaka inayoongea, sadaka ambayo kila mtu anaiona, anasema ya kwamba hii ndiyo sadaka. Ndio maana ya dhabihu, anasema miili yetu iwe dhabihu kwa Bwana. Wanawake, naongea na wewe mpendwa wangu, mwanamke mmoja, ya kwamba hii ndio ibada yenye maana. Ibada ya kumpendeza Mungu ni ile ambayo tutajihadhari hata kwa miili yetu. Hatutaichezea miili yetu, hatutaipeleka kula ambako tunataka, lakini tutakwenda sawa na Roho Mtakatifu anavyozungumza. Mstari wa pili anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Hapo ndipo unakuta ya kwamba watu wanasema ya kwamba anaongea ni mambo ya rohoni. Hapana, anaongea ni mambo ya mwilini. Ndio maana amesema ya kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu yenye kumpendeza Bwana. Angekuwa anaongea mambo ya rohoni, asingegusa kwamba miili yetu tuitoe. Lakini hapa anasema ya kwamba wala tusifuatishe namna ya dunia hii inavyokwenda. Namna ya dunia hii, namna ya matakwa, namna ya mwenendo wa dunia hii, namna ya muonekano wa dunia hii. Anasema ya kwamba bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Tumekwenda mbali sana wanawake, mpaka kiasi cha kwamba sisi tunaomcha Mungu tumeonekana kumcha Mungu kwetu ni bure kwa sababu ya muonekano wetu. Ndio maana hapa Biblia inaongea juu ya habari ya kuitoa miili yetu. Hapa asemi roho, anaongea juu ya muonekano wa kwetu, ya kwamba hiyo ndio ibada yenye maana. Nilikuwa na tafakari ya kusema kwamba hiyo ni ibada yenye maana. Mara nyingi sana tumekwenda, tumeomba, tumefanya nini, lakini ukiangalia unakuta ya kwamba tangia haya mambo yameingia kwa kasi sana nyumbani mwa Mungu. Mivao, kujiremba kupita kiasi, kuweka kila kitu bandia,
kila kitu bandia, nywele bandia, macho bandia, mikono bandia, miguu bandia, kila kitu. Mwanamke anashughulika na mwili. Kwa nini mwanaume hasemi hapa? Kwa nini mwanaume simzungumzii? Mimi niko upande wako wewe mwanamke. Sisi kama mfano wa Kristo Yesu, sidhani muonekano wako huo ya kwamba Kristo Yesu anafurahia. Hapana, 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 hapana. Kwa sababu huo muonekano umeingia kiasi cha kwamba inatisha. Nenda kwa watu ambao wanasema sisi tuna Mungu. Uende kanisani, unakuta ya kwamba nguo walizovaa ni za mibano. Muonekano huo haumpendezi Kristo Yesu. Kwa sababu Biblia inasema kwamba mwanamke avae nguo za kustiri. Inasikitisha kiasi cha kwamba mpaka sasa hivi ninaona mimi aibu hata wakati mwingine kwenda kwenye kumbi za sisi tulio na Mungu, tuliookoka. Unakuta ya kwamba yule binti mliyekuwa naye kanisani, jinsi walivyombadilisha, jinsi alivyovaa mavazi, wale wacheza step, jinsi walivyovaa mavazi yao, haya mtukuzi Mungu. Wapendwa, sikiliza nikwambie, kwa habari za kumheshimu Mungu na kutunza heshima ya Kristo Yesu, haijalishi ni mahali pa sherehe. Nisikilize wanawake, haijalishi ni mahali pa namna gani, haijalishi ni mahali pa heshima ya namna gani, vile muonekano wako ulivyo ndivyo ambavyo watu wanakuona ndani, ya kwamba ndani wewe uko hivyo. Kwa nini mahali pengine uonekane hivi lakini mahali pengine uonekane hivi? Ni lazima tupate kubadilika. Tubadilike, turudi kwenye ile hali ya zamani. Na hapo ndipo unakuta ya kwamba hata kama mtu alikuwa anaingia kuzama rohoni, azame amtafute Mungu, lakini kwa vile alivyoigiza namna ya dunia hii, unakuta ya kwamba anazama kidogo lakini hawezi tena kuendelea. Anazama kidogo, anapoteza tena ile hali ya uvuvio. Hivi vitu, sikilizeni wapendwa wangu, hivi vitu vimevuviwa. Mimi nimeendelea kuangalia, kuchekecha tangia wakati huo, enzi zile ambazo nilikuta watu wanamcha Mungu. Miaka ile ya 70 nilivyokuwa ninaangalia watu walivyokuwa wanamcha Mungu, na nikaendelea miaka ya 80, utakuta ya kwamba sasa hivi tumebadilika kupita kawaida. Wanawake, mwanamke sasa hivi hana nafasi ya kuweza kukaa hata weze kumtafuta Mungu. Mwanamke sasa hivi hana ile machozi ya kuomboleza kwa sababu ya mambo ambayo yametuvaa. Hayo mambo yamevuviwa. Hata kama unabisha, moja wakati ninaongea naye akasema ya kwamba kwani hizo nguo unazovaa unazijua zinakotengenezwa? Sawa, lakini sikiliza, Biblia inasema kwamba uwe na kiasi. Kuna namna ambavyo inatakiwa mcha Mungu uwe. Kuna namna muonekano wako wewe mcha Mungu uwe. Sisi sio wa kuvamia tu. Sisi sio wa kuchukua hiki na kile. Sisi sio wa kuiga kila kitu kinachoendelea kutokea katika dunia ya sasa. Na sana ukijua ya kwamba Yesu Kristo anarudi. Naongea na wewe mwanamke, maana wewe ni mfano wa kanisa la Kristo Yesu. Lazima uchukue hatua ya kubadilika. Hata kama uliyapenda kwa habari za ufalme wa Mungu, hakikisha unapoteza. Wezi ukangangania kitu ambacho hakikupi faida, kinakupunguzia mwendo. Unaweza kusema wapi imeandikwa kwa dhambi? Hapana. Kuna vitu ambavyo havijaandikwa kwa dhambi, lakini vina uvuvio wa kukupunguzia mwendo wa rohoni. Vinakupunguzia ile kasi ya kumtafuta Mungu. Vinakupunguzia kasi ile ya kujichimbia kwa Kristo Yesu. Vinakutafuna pole kiasi cha kwamba huwezi ile hali ya uungu ndani yako ikakaa. Hatuwezi kusema ya kwamba hiki na kile mbona hakijaandikwa dhambi. Biblia inasema ya kwamba vingeandikwa vyote, basi hii Biblia isingeweza kutosha kuibeba dunia ya sasa. Ila sasa tunaye Roho Mtakatifu ambaye anaweza kuzungumza na sisi. Tunaye Roho wa Kristo ambaye anaweza kutuonya na kuturekebisha. Pia hata kama huna Roho Mtakatifu, wakati mwingine unakuja tu kusali kanisani,
Lakini hebu sikiliza ndani, dhamiri yako ya ndani inasema nini? Inaongea nini? Inazungumzaje? Na wakati mwingine unaweza kusema ya kwamba mbona mimi kanisani kwetu hata mchungaji hajakataza hivyo vitu. Sikiliza nikwambie, huwezi ukajua na yeye kwa namna fulani ameingiliwa kwa wapi. Ndio maana huyu Rehoboamu hata vitu vya kwake vikafuatwa kwenye jumba la mfalme, vikaenda vikachukuliwa huko. Usiseme mimi mchungaji wangu anaruhusu tu. Mchungaji wetu sisi hajatulea hivyo. Mchungaji naye ni mtu. Ndio maana hapa tumesoma kwa Wafalme wa kwanza sura ya 14 ule mstari kuanzia 25. Anaongea jinsi ambavyo mpaka kwa mfalme vikaenda vikabebwa, hazina zote zikabebwa. Tuko nyakati za hatari sasa hivi. Useme mbona wale wanaponya, mbona wale wanafanya miujiza. Miujiza sio alama ya kusema kwamba kwa Mungu yuko sahihi. Miujiza sio hivyo. Kwanza tu muujiza Bwana anaweza akauachilia kwa sababu ya kutimiza neno lake, ili neno lake lipate kutenda. Anapoponywa mtu ni neno la Kristo Yesu ya kwamba yeye ni mponyaji, anaponya. Na kwa sababu umesema Yesu anaponya, atainuka tu mgonjwa atapona. Na kusi mwanamke mwenzangu, turudi. Na wakati huu hutakuta wanawake wamekaa pamoja, wamelowana nyuso zao, wanalia kwa Bwana kama zile enzi za zamani. Ule umoja wa wanawake ndani ya kanisa la mahali pamoja, hawazungumzii mambo ya maombolezo, hawazungumzii mambo ya kulia kwa Bwana. Watalia saa ngapi? Makeup zinawasumbua usoni, machozi yatawatokaje? Nimeona mara nyingi mtu kweli anasikia kulia, neno limemgusa, lakini kwa sababu ya makeup ameshika kitambaa, anajifuta tu. Sikiliza, waombolezaji hawako hivyo. Waombolezaji ni watu ambao wamejikinai. Twende kwa Bwana, tulie kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya waume zetu, kwa ajili ya watoto wetu. Tumeibiwa, wamepotea. Sasa katika hali hiyo, je, tutakwenda mbele za Bwana hata Mungu atuone ya kwamba tunaomboleza? Jifikirishe mwanamke, waza mwanamke, tafuta mwanamke. Lazima turudi, tumishi wa Mungu, turudi. Ni kweli tunakwenda na mfumo wa dunia, lakini sivyo. Lazima tugeuke. Hata wakati wa masherehe, nisikilize, ifike mahala tunakuwa na maamuzi magumu ya kuwafundisha na kuwahekimisha na kuwaelimisha mabinti zetu, ya kwamba sio mpaka uende saluni unapokwenda kuolewa. Waje wakati mwingine watengenezwe ndani, tumuite mtu wa saluni amtengeneze ndani, tumsimamie, tuseme ya kwamba hiki hapana. Nilikuwa na binti yangu mmoja hapa, alikuwa anaolewa majuzi tu. Walipomtengeneza akasema ya kwamba mimi siwezi hizo kope za bandia hizo, siwezi, mnanipotezea kuona kwangu kuzuri. Akasema nitoeni. Hakuweza kuweka hizo kope za bandia. Iweje hizo? Mbona ni kitu ambacho tunapotea jamani. Adui ametutwisha mizigo ambayo hatuiwezi kuibeba wanawake. Mizigo ya ajabu, mizigo ya kutuletea usumbufu tu, hata tusiweze kumtafuta Bwana vizuri. Turudi kwenye nafasi zetu wanawake. Tumeitwa, Bwana ametukusanya katika makanisa ili tuwe waombolezaji, tuwe waombaji, tuwe washauri wazuri wa wanawake wenzetu. Mabinti zetu tuwashauri vizuri, tuwaongoze vizuri. Uonekane wewe umevaa vizuri, alafu unamwambia ya kwamba binti, unanionaje mimi? Kwani niko vibaya? Mbona niko vizuri? Ili pia kuangalie mtazamo wako.
Lakini ile ya kuendelea kwa mfumo huu, kizazi chetu kitaendelea kupukutika. Baadaye sio muda mrefu watatembea uchi. Watakuwa uchi tu. Wakristo wenzangu na wasikilizaji wengine wote, wanawake Wakristo wenzangu, mabinti zetu baadaye watatembea uchi. Ile tu pole tu. Wafikiria sasa hivi wanajificha ficha tu. Wanakwenda kwa kujificha ficha. Nani asimame mahali palipobomoka kama sio wewe Mkristo unayesikia hili neno ya kwamba sasa ninarudi kwa Mungu? Sasa hivi nimeamua ya kwamba nitakuwa hivi, ya kwamba nitaishi hivi, ya kwamba nitamtafuta Bwana hivi, nitakuwa mjumbe wa Kristo kwa namna hii, nitakuwa mwinjilisi kama wainjilisi wa zamani wanawake walivyokuwa. Nitasikilizwa na watu wa aina zote. Ukitaka ujue ya kwamba tumekwenda mbali sana, wanawake wa Kristo wenzangu, uvae kama unavyovaa, binti unavyovaa hivyo, alafu nenda kawahubirie wengine huko. Kama watakuelewa, hawatakuelewa. Watakuelewa wale ambao mioyo yao iko kama wewe. Lakini wale ambao wanamtaka Mungu halisi, hawataweza kukusikiliza. Vaa kama mcha Mungu. Vaa kama mtu unayekwenda mbinguni. Vaa kama unayemwakilisha Yesu duniani. Unayemhubiri Yesu duniani. Na unamhubiri mahali popote pale. Neema ya Kristo Yesu isikupungukie unapolisikia hili neno. Kristo Yesu anarudi, wapendwa. Lazima haya tuyanene, tuyatangaze, wanawake wenzangu. Hatuwezi kuyafumbia macho. Tutahukumiwa. Wakati wengine tunaona, wakati wengine tunasikia tabu. Tukinyamaza tunaogopa hukumu ya Mungu ipo. Hukumu ya Mungu ipo. Na mwingine anasema ya kwamba mbona kwa wazungu wenyewe, mbona wananena kwa lugha, wanaomba sana, sijui nini. Hiyo isikutishe. Kwa wazungu ndio wanaofunganisha ndoa za jinsia moja. Mambo ya aibu yako kule. Alafu nasema kwa wazungu. Kwani wewe ni mzungu? Njoo kwa Yesu, kaa kwenye laini kama mwanamke. Uwe mwanamke kweli kweli kama wanawake wa zamani. Biblia inasema. Tufungue tena katika Isaya sura ya 3. Isaya sura ya 3. Sura ya 3 mstari ule wa 16. Sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 23. Biblia inasema, Bwana akasema tena, kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi. Kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi na kuenenda na shingo zilizonyooshwa na macho ya kutamani, wakienda kwa hatua za mahada na kuliza njuga kwa miguu yao. Basi kwa hiyo Bwana atawapiga binti za Sayuni kwa pele za utosini, na Bwana ataifunua aibu yao. Siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa njuga zao na kaya zao na pete za masikioni na vikuku na taji zao na dusumali na mafurungu na vitambi na vibweta vya marathi na matalasimu na pete na zamu na mavazi ya sikukuu na debweni na shali na vifuko na vioo vidogo na kitani nzuri na vilemba na utaji. Hata itakuwa ya kuwa baada ya manukato mazuri kutakuwa uvundo, na badala ya mishipi kamba za badala ya nywele zilizosukwa vizuri upaa. Ninaamini ya kwamba hili neno linakuelekeza ya kwamba kiburi wanaongelewa mabinti. Kiburi, na si mabinti tu,
Sisi wana wa Mungu, wanawake tulio na Mungu, ni mabinti wa Bwana. Anasema kwa sababu ya kiburi chao na kwa sababu ya shingo ngumu na kubeza. Anaongea juu ya urembo na kila kitu, jinsi Bwana atakavyo waangamiza. Kuna kuangamizwa kwa sababu hayo matukio. Wewe waza, kwa nini unajiremba? Kwa nini unajipamba sana? Kwa nini unatengeneza vitu mpaka wakati mwingine vinakuchukulia ile hali ya kumtaka Bwana inakuwa haipo? Lazima ufikirie hicho kitu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini nikioga, nikipaka mafuta mazuri, nikivaa nguo yangu nzuri inayopendeza, nikivaa vile ambavyo ninaona ya kwamba niko vizuri, lakini kwa nini vitu vingine, hivi vingine vya kuongeza mambo ya ajabu ajabu? Kwa nini? Kulikoni? Siri yake kubwa ni nini? Lakini Biblia inatueleza ya kwamba huko ni kuridhia ile roho ya Yezebeli. Ukiona ya kwamba huwezi hata kubanduka kwenye mapambo, huwezi hata kupunguza, unatamani hata uonekane kama kituko duniani, ujue ile roho ya Yezebeli ndani imekukaa. Siku moja Mungu akanisaidia kunitazamisha roho ya Yezebeli. Tulikuwa kwenye maombi mazito sana na wenzangu. Tumejifungia mahali, tunaendelea kuomba. Tulikuwa hatuombi kwa ajili ya swala lolote lile, lakini kuna namna tulivyokuwa tunaomba, tulipokuwa tunaendelea sana, Mungu akanifunulia kwa wazi, wala sikufumba macho wala nini. Yezebeli akapita mbele yangu, ni waajabu, na ana kiburi sijapata kuona. Sasa hiyo roho ya Yezebeli ndio ambayo inalitafuna kanisa la wanawake. Roho ya Yezebeli ndio inayomaliza wanawake, inamaliza watu wa aina mbalimbali, inawamaliza waimbaji, mastaa. Nashukuru kwamba na mimi ni star mzee niliyeimba wakati ule. Lakini kuimba kwako kuwa star, kwa nini kuna kubadilisha kiasi cha kwamba kuna kuingiza kwenye tabu kama hiyo? Alafu najiona uko sawa. Hapana, lazima urudi. Ustaa ni ustaa tu, lakini kwa Mungu hauonekani kama star. Mtu alikuwa tu ni mtu wa kawaida tu, mtu ambaye, jamani, hebu tuinge wakati mwingine watu ambao wana vitu vyote, wana pesa, wana kila kitu, lakini hutamuona amevuka mipaka ya muonekano wa mcha Mungu. Muonekano wa mcha Mungu umevuka mpaka kupita kawaida. Hebu rudi kwa Mungu. Na wakati mwingine ninaanza kuwaza, kwa nini wanaume wao hawana mambo mengi? Nina hofu kwamba wakati mwingine sisi wanawake tunaweza tukawa wachache mbinguni, kwa sababu ya vitu tunavyovamia. Tunavamia hiki, tunavamia kile, hatupitwi na jambo. Na wakati mwingine mwanamke, hebu nenda mbele za Bwana, useme, Bwana, mbona hizi kelele zinapigwa? Na mimi hivi vitu ninavipenda. Mungu wetu ni mwaminifu, atakuambia tu, atakueleza tu, usibishe tu mahali tu papeupe, useme tu wapi. Hapana, hicho ni kiburi, ni roho ya Yezebeli. Nenda mbele za Bwana, muulize Bwana, mbona haya 1 2 3 4 imekuaje? Mungu atazungumza, na Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atakupa maelekezo. Shida ni kwamba unabisha ukiwa mkavu. Hutaki kwenda mbele za Bwana. Unataka nani aonye kama haya? Kama si Bwana kupitia watumishi wake. Mungu akusaidie na akurejeshe katika hatua za kiroho. Katika ile Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 9 anasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kusitiri. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kusitiri, pamoja na adabu nzuri,
na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaoukiri uchaji Mungu. Tunapoendelea katika ulimwengu wa sasa, ni lazima kama mama ujue ya kwamba tunahitaji kuvaa nguo za kusitiri. Na anaposema mwanamke, sio mwanamke aliyeolewa tu, anaongelewa hata binti, mabinti zetu. Mabinti zetu tuwafundishe kuvaa vizuri. Mabinti zetu tuwafundishe kuvaa nguo za heshima, za kusitiri, za kuwafanya waonekane ni wacha Mungu katika nyumba ya Bwana. Tuache ile ya kusema ya kwamba hii mivao ya sasa hivi ilipitwa na wakati. Wanawake wenzangu, tangia hivi vitu vimeingia kwa nguvu makanisani, ile nguvu ya Mungu iliyokuwa inatawala kanisa zamani haipo. Ile nguvu iliyokuwa inatembea katikati ya nyumba ya Mungu haipo, kwa sababu hivyo vitu vimeridhiwa na yule mpinga Kristo, vimeridhiwa na yule mwenye kufisha nguvu ya Mungu katika malango ya Bwana. Kwa hiyo hebu tujirekebishe, tuwafundishe wabinti zetu pia ile hofu ya Mungu. Sasa hivi hofu ya Mungu haipo, ni kwa sababu shaba imesimama badala ya dhahabu. Vile vitu vizuri vya utukufu wa Mungu havipo. Vile vitu ambavyo vilikuwa na uwepo na nguvu ya kutuzamisha kwa Bwana havipo. Tumeviingiza vitu. Kwa hiyo ile shaba ndio inayotembea, vitu feki, vitu ambavyo sivyo vyenyewe, vitu ambavyo si halisia, ndivyo vinavyotembea sasa hivi. Kiasi cha kwamba sasa hivi hakuna mtu wa kuweza kumwonya mwingine. Wamama nao wako hivyo hivyo, mabinti zetu wako hivyo hivyo. Tunakwenda wapi? Nguvu ya upotovu ndio sasa hivi imetawala. Dhambi ndio hatusemi. Kutembea uchi mabinti zetu hatusemi. Tangia ilipokuja kuremba na kucheza kwa kukata viuno, kumelisumbua kanisa la Kristo Yesu. Kumelisumbua kanisa. Alafu sasa tuna lugha ya kusema ya kwamba shetani alichukua hivi, tunavirudisha. Shetani alichukua, mnavirudisha, utavirudisha wewe vingine. Na wakati Mungu alimwachia akili zote za kukumaliza wewe, hakuchukua ufahamu wake, hakuchukua nguvu, akamwachia hivyo hivyo. Ila wewe sasa tafuta kwa Mungu nguvu ya kumshinda yule mwovu. Lakini uwezi ukasema ya kwamba alinyang'anya, tunarudisha. Watu wanasema kwamba tulikuwa tunakatika huko, sasa hivi Mungu amerudisha tukatike kanisani. Hapo ndipo ambapo utakuta zinaa imeingia kwa nguvu na kwa viwango. Mabinti hawashikiki, vijana hawasikiki. Fuatilia vijana siku hizi hawawezi wakaomba kanisani. Fuatilia sasa hivi vijana wetu wa kike hawawezi kutafuta Mungu kama tulivyokuwa tunamtafuta zamani. Ni kwa sababu ya vitu vingi vigeni vya kufisha nguvu ya Mungu. Adui amewatafutia kuwatazamisha vitu vingine ambavyo havina msaada kwa upande wa mambo ya kiroho. Mungu atusaidie wanawake. Bwana tupe neema ya haya yote kuyanena katikati ya wanawake, kuanena katikati ya mabinti, kunena katikati ya jamii yetu. Tuwaeleze, tuwe mfano, tuwe kielelezo. Kielelezo sio kusema kwamba mimi sizini, mimi sio mlevi, sijui nini. Hicho sio kielelezo. Mwenendo safi, anaongea hapa Paulo. Maisha ya kumpendeza Mungu, kuonekana kwetu, kutembea kwetu, kutenda kwetu. Wapendwa wangu, sio kwamba labda hatuendi virabuni kwa hiyo ndio mfano mzuri. Hapana. Mungu atusaidie. Mungu arejeshe ile nguvu ya kwanza, ile ambayo yani tulikuwa wakati mwingine tunaimba unakuta ya kwamba watu wanalia. Siku hizi huwezi ukaona mtu ameguswa na wimbo alafu analia, kanisa lote likaambukizwa ile nguvu ya kulia, wote wakalia. Akilia mmoja, maana yake kanisani anaonekana kama kituko. Wanaanza kugeuka wote, wanamshangaa.
Kumbe ni kwa sababu ya kuibiwa. Lakini ilikuwa mmoja tu akianza kulia, ameguswa na neno, ameguswa na ujumbe, wote mnaambukizwa ile nguvu, mnaanza kulia wote, mnaanza kufunikwa na wingu la maombi, mnaanza kuomba kwa Bwana mpaka wengine wanagaragara chini. Haijalishi makamasi yatamtoka huko, haijalishi vyovyote vile, anamtaka Bwana ile nguvu. Bwana wa urejesho apate kuturejeshea. Natamani sana Mungu wetu wa rehema nyingi, mwenye kurehemu, aturehemu, tufike mahali tubadilike, tufike mahali tuitafute kwa viwango hiyo nguvu, tufike mahali tumuone Bwana katika ibada zetu, tumuone Bwana katika vyanzo vyote vya ibada. Wanakwaya wakiingia kwenye kwaya mabinti watetemeke. Usiwepo mchezo mchafu, usiwepo kitu ambacho kiko kinyume na ile uwepo wa Bwana. Mabinti watafute Mungu, wanawake wakikusanyika wakutane na Mungu, wawe sababisho ndani ya kanisa. Jamani wanawake, tunaweza tukikubali na kuamini na kurejea tena, tuingie kwa Bwana, tutamuona Bwana akitutembelea na kutufanyia mambo makubwa na ya ajabu. La mwisho niseme hivi ya kwamba madhabahu ni sifa yake Mungu. Dhahabu ni sifa yake Mungu, ndio ufalme wa Mungu ndani yetu sisi. Dhahabu, ule ufalme wa Mungu siibiwe. Dhahabu ni ufalme wa Mungu unaokaa kwetu, ni hazina zilizofichika ambazo wa mataifa hawawezi kuziona. Bwana kupe neema ya kurejea tena. Ipo nguvu ya kurejesha dhahabu iliyoibiwa, kurudi tena ndani yetu, kurudi ndani ya kanisa, kurudi ndani ya mabinti zetu. Dhahabu ni kiroho cha wacha Mungu na ufalme wa Mungu kukaa ndani. Ukisoma katika ile Timotheo wa pili mstari ule wa 20 mstari wa 20 moja tu, nisome tu kwa mara ya mwisho wakati ninamaliza. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 20, Biblia inasema, basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo, vingine vya heshima, vingine havina heshima. Amen. Kwa hiyo kama ndani ya nyumba ya Mungu kuna vyombo vingine vyenye heshima, mtu ambaye anatunza ufalme wa Mungu kama dhahabu, huyo ni chombo cha heshima ndani ya Mungu, ndani ya nyumba ya Bwana. Anasema ya kwamba vipo vya heshima na visivyo na heshima. Uwe ni chombo chenye heshima mwanamke, uwe ni chombo chenye heshima. Mungu akubariki sana. Sante kunisikiliza wote wasikilizaji wa Sibuka TV. Ninasema Mungu awabariki sana. Nimefikia mwisho wangu hapa, na watakia mafanikio mema ya kubadilika wakati wa siku za mwisho tulizo nazo. Nimesema kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Dr. Atumu Asumbi kutoka Mbeya Iwambi. Tupo pale, na nikutajie namba zangu za simu kama utakuwa na neno lolote. Namba yangu ya simu ambayo inapatikana pia kwa WhatsApp ni 0769477113. Narudia tena 0769477113. Mungu awabariki sana.
GT. Sibuka TV.